Haleluya, mtoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana kuweza kuiona asubuhi ya leo, asubuhi ya 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2024. Ni neema ya Mungu kuweza kuiona siku ya leo. Ni rehema za Mungu zimekuwezesha wewe na mimi tumeweza kuamshwa tena asubuhi ya leo ya 10 ya mwezi wa 6. Ni wengi walitamani kuweza kuamka leo hii waweze kuyatimiza malengo yao, mipango yao na mambo mengi ambayo walikuwa nayo, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Mimi na wewe ni nani hata tuweze kuiona asubuhi ya leo? Ni kwa sababu ya uzuri gani tulionao? Ni kwa sababu ya wema gani tulionao zaidi ya hao? La hasha. Ni neema tu ya Mungu imetuwezesha kuiona asubuhi ya leo na kuwa hivi jinsi tulivyo. Basi nikukaribishe mtoto wa Mungu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo ametuamsha. Haijalishi unapita kwenye hali gani, haijalishi unajisikiaje, maadamu umeamka salama, yani umeweza kuiona asubuhi ya leo, wacha tumshukuru Mungu, tumwambie Baba asante kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya uaminifu wako katika maisha yetu. Hakika unatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ninaitwa Eric Brighton kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Karibu tuanze ibada yetu kwa maombi na kisha tumkabidhi haja zetu Mungu wetu, yeye asiyelala wala asiyesinzia. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru tena kwa ajili ya asubuhi ya leo, asubuhi ya 10 ya mwezi wa 6. Baba, tunasema asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako. Hakika ni mapenzi yako kwetu iwe hivi jinsi ambavyo imekuwa, na imekuwa kwa sababu ya jinsi ulivyokusudia iwe. Baba, tunasema asante. Watoto wako wa kike na wa kiume umetupa neema na kibali cha kuweza kuiona asubuhi ya leo tukiwa hivi tulivyo. Baba, tunakushukuru kwa sababu hakika ni upendo wako tu. Ni mengi ambayo tumepitia nyakati za usiku ambayo ilitutia hofu, wasiwasi kama tungeweza kuiona asubuhi ya leo tukiwa hivi tulivyo, lakini pamoja na yote hayo Baba umetulinda, umetupigania na hatimaye tumeweza kuiona asubuhi ya leo tukiwa hivi tulivyo. Tunakurudishia sifa na heshima Baba kwa uaminifu wako mwingi na upendo wako mwingi juu ya maisha yetu. Baba, tunasema asante. Tunakuja kwako kwa moyo wa toba Baba, tukikuomba utusamee na kuturehemu mahali popote ambapo tumekwenda kinyume, tumewaza vibaya, tumetenda vibaya, tumekuwa nje kabisa ya utaratibu wa kwako kama watoto wa Mungu. Tulioyatenda hayana sifa za utakatifu, tulioyawaza hayana sifa za utakatifu. Hatukustahili kabisa kuwa mahali hapa, lakini kwa upendo wako na uaminifu wako mwingi juu ya maisha yetu Baba, umeendelea kutupenda na kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kuiona asubuhi ya leo. Baba, tunasema asante. Tunakuja kwako kwa moyo wa toba zaidi Baba, tukizidi kuomba utusamee na kuturehemu kwa damu yako thamani. Baba, utuoshe, ututenge mbali na dhambi, maana ni shauku za mioyo yetu kuyaishi maisha matakatifu, maisha yasiyokuwa na dhambi, lakini iko roho inayotusukuma kuyatenda yale tusiyotaka kuyatenda, na tukisha kuyatenda, roho zetu na nafsi zetu huugua, hukosa furaha kiasi ambacho hujichukia na kujiona kabisa hatufai, tusiofaa kabisa kukaa karibu na wewe. Lakini Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema tena mwaminifu, unayetusamee na kuturehemu na kutuosha na kutusafisha tena upya. Baba, ni asubuhi nyingine tena, tunaomba utusamee, uturehemu, tuoshe, utusafishe kwa damu yako ya thamani. Ni shauku ya mioyo yetu, ni shauku ya mioyo yetu. Tunaikabidhi mikononi mwako siku yetu ya leo, mwanzo wa wiki Baba, tukiyafungua malango yetu ya baraka, malango yetu ya duniani, malango yetu ya rohoni Baba, tukiomba uwepo wako kwa pamoja nasi katika mwanzo huu wa juma jingine ambalo Bwana umetupatia. Tunajifunika kwa damu yako ya thamani, damu iliyomwagika pale msalabani, na ikanene mema juu ya maisha yetu katika mipango na mambo yetu yote ambayo tunatazamia kuyafanya ndani ya juma hili. Baba, tunaomba uwepo wako usituache, uwepo wako usitupungukie katika kila eneo ambalo liko mbele yetu. Baba, tutembee pamoja na wewe Baba, tuingie pamoja na wewe, tufanye pamoja na wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunazidi kusimama kinyume juu ya kila roho ya mpinga Kristo, roho za kiganga, roho za kichawi na kila nguvu zote za kimadhabahu, zote za kuzimu. Baba, tunazivunja, tunaziharibu katika jina la Yesu Kristo
wa Nazareti le hai. Tunaachilia mikononi mwako vitu vyetu vyote, safari zetu zote, mipango yetu yote, na kila kitu ambacho Bwana kiko ndani ya maisha yetu. Baba, simama pamoja nasi, tembea pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tulinde, tukinge, tutenge mbali na kila uovu aliokusudia adui. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunaamini tunaianza wiki hii pamoja na wewe, na hata kumaliza tutamaliza pamoja na wewe chini ya mkono wako ulio hodari. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru, amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu, karibu sana katika ibada hii ya leo. Bwana ametupatia, ni neema tu. Ni wengi walitamani kuwa hai lakini hawajaipata nafasi hiyo. Nikukaribisha katika neno letu la mwezi ambalo linatoka kitabu cha Luka mlango wa kwanza kuanzia ule mstari wa 26 mpaka 38. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu, hili ndilo neno letu la mwezi wa 6. Huu ni mwezi wa habari njema, ndio kichwa cha somo. Habari njema hapa inatuonyesha kuwa Bikira Maria aliletewa habari na malaika Gabrieli, lakini habari hiyo imekuja katika mazingira ya utata kidogo, kwa sababu Bikira Maria alikuwa ameshakwisha kuchumbiwa na Yusufu, yani ameshaposwa na Yusufu, na hakuwa amejihusisha kabisa na mahusiano kabla ama wakati huu. Kwa hiyo habari njema hii ambayo tunaizungumza, ya habari iliyoletwa na malaika Gabrieli, kwake lilikuwa ni jambo kidogo gumu, kwamba atabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Itakuwa kuaje? Kwa sababu yeye tangu utoto mpaka hapo alipo hamjui mume, hajawahi kuwa kwenye mahusiano, na ameshakwisha kuchumbiwa. Je, ataelewekaje atakapoonekana na mimba? Na hiyo mimba ni ya nani? Mbona ni mimba isiyokuwa na baba? Je, mahusiano yake kati yake yeye na Yusufu yataendelea ama ndio utakuwa mwisho wake? Kwa hiyo hii ni habari ambayo inaonekana kuwa ni njema, ndio, lakini mazingira ambayo imekuja hayakuwa mazingira sahihi. Kwa hiyo ilimtia hofu kidogo, kiasi ambacho hakuweza kuelewa, lakini malaika Gabrieli akamweleza, mimba hiyo sio ya kawaida, ni mimba ambayo imekuja katika mazingira ambayo sio ya kawaida, ndio, lakini ndani yake ni mimba iliyojawa na baraka. Kwamba alimwambia, tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Umeona? Sasa baada ya Mariamu kuambiwa maneno hayo, bado haelewi. Lakini malaika kuishia hapo, akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo,
hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Sasa ndipo akaona kumbe sio jambo la kawaida, ni jambo sio la kawaida. Hii inaleta maana gani kwangu mimi na wewe unayesikiliza wakati huu? Inawezekana hata katika maisha yetu kuna habari njema ambazo zililetwa katika maisha yetu, lakini mazingira ambayo zilitukuta nayo zilitufanya tumuone shetani katikati ya Mungu ambaye tunayemhitaji kwenye maisha yetu. Kuna habari zilikuja kwenye mazingira ambayo tunaumwa au tumekataliwa au tunapitia wakati mgumu wa madeni au tunapita kwenye vipindi tu ni vigumu ambavyo hatuwezi kueleza. Lakini kumbe ndani ya hayo mazingira magumu kulikuwa na habari njema. Naomba nikuombe mtoto wa Mungu, omba neema ya Mungu. Mungu akupe kuelewa wakati mwingine kutafsiri mazingira unayopitia, kuzitafsiri habari njema zinapokuja kwenye maisha yako, lakini pia kujua nani anayekuletea hiyo habari njema. Ni maombi yangu ndani ya wiki hii, ndani ya mwezi huu, Mungu akupatie habari njema. Mungu amlete huyo malaika, sijui anaitwa nani, sijui yuko wapi, sijui anatoka wapi, atakaye kuletea hiyo habari njema. Inawezekana ni watu unaofanya nao kazi, inawezekana ni watu unaofanya nao huduma, inawezekana hapo hapo unapoishi au hapo ulipo safiri. Ni maombi yangu Mungu akuletee habari njema itakayoweza kuyabadilisha maisha yako kutoka hatua uliopo, hatua unayopitia, mazingira ulionayo. Inawezekana ni madeni, inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni kukataliwa ama kuchelewa kuoa ama kuolewa. Mungu akuone, Mungu akusikie. Kadri unavyozidi kuendelea kuomba, alione chozi lako, ayasikie maombi yako, akutane na haja ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la Mungu ambalo tunatembea nalo katika mwezi huu, lakini ninalo neno ambalo nataka tuweze kutembea nalo kwa marudio tena. Wiki iliyopita nilikupatia, lakini nimesikia ndani tena, kwa sababu ndani ya wiki hii tutakuwa na maombi ya mkesha, na huu ndio mwongozo wa maombi ambayo utakwenda kuomba ndani ya wiki hii. Naomba nikushirikishe mtoto wa Mungu. Neno la Mungu ni Isaya 61 ule mstari wa 1 na wa 2. Narudia pale pale kuongeza msisitizo wa kile ambacho Roho wa Mungu anataka kufanya juu ya maisha yako. Neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo neno letu la leo tunapojiandaa na maombi ya mkesha usiku wa leo. Bwana amenituma nikupe hili andiko. Na neno la Mungu hapa linaonyesha wazi kwamba toka wakati wa Isaya watu walikuwa wamechukuliwa mateka, watu walikuwa wamefungwa, watu walikuwa chini ya utawala wa giza, watu walikuwa wamekandamizwa na hawakuwa na namna ya kuweza kutoka kwenye hivyo vifungo. Lakini Bwana akamwandaa Yesu aje kulitimiza andiko hili, na ndio maana Yesu akachukua hili andiko na sema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Asubuhi ya leo ninaamini yuko mtu anapita kwenye wakati mgumu, anapita kwenye mateso, anapita kwenye mahangaiko, lakini hajui anatokaje. Lakini neno la Mungu asubuhi ya leo linasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu hiyo Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, ili iwe nafasi ya wao kufunguliwa. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, wewe ambaye ni mnyenyekevu, unayemlingana Mungu, unayemtafuta Mungu pasina kuchoka, wewe unayemtegemea Mungu kama Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yako, wewe yakabidhi maisha yako kwa Yesu. Haijalishi unapita kwenye magumu namna gani, lakini bado unamtazama Yesu kwamba yeye ndiye msaada wako. Wewe unalisikiza neno la Mungu na kulifanyia kazi. Wewe unalisikiza neno la Mungu na kuliingiza kwenye matendo, kwa maana imani bila matendo imekufa. Asubuhi ya leo nataka niombe na wewe. Haijalishi magumu ambayo unapitia yamekufikisha njia panda. Nia mbili zinakinzana, moja nakwambia inawezekana, nyingine nakwambia haiwezekani. Naomba nikwambie mwezi huu wa 6 Bwana amemtuma malaika wake
ili akuletee habari njema. Atakutana na wewe katika mazingira gani? Mimi sijui. Inawezekana ndio asubuhi yako ya leo Bwana amenituma, lakini Bwana inawezekana amemtuma malaika wake akutane na wewe kazini, akutane na wewe hapo nyumbani, akutane katika mazingira yote. Sijui ni nani malaika ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili ya kukuletea hiyo habari njema. Ni maombi yangu Mungu akutane na wewe. Ni maombi yangu Mungu akuhudumie sawa sawa na jinsi unavyoomba mwezi huu wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niweze kuomba na wewe mahali popote ulipo, uliyekata tamaa, uliyekuwa umepoteza tumaini, umechoka, uliye na maswali magumu ambayo umefika mahali unaona kama vile Mungu amekuacha, umeelemewa. Wewe unapita kwenye vifungo, unapita kwenye mateso, umefanyika kuwa ni mateka. Mahali ulipo naomba uweze kurudia sala hii. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi mwanao, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu, ikiwa ni pamoja na kupoteza tumaini na kuanza kunung'unika. Leo hii nimelisikia neno lako, limesema na moyo wangu, limesema na maisha yangu. Leo hii ninaukabidhi moyo wangu na nafsi yangu mikononi mwako. Ingia ndani mwangu kwa upya, badilisha roho yangu na nafsi yangu, nikuishie wewe siku zote za maisha yangu. Shetani asinipate tena, shetani asinitumie tena kwa faida zake, bali Baba unitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen. Tuombe. Mtakatifu Baba wa rehema, Mungu mwenyezi, muumba mbingu na nchi, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa upendo wako na uaminifu wako. Baba, umewaona watoto wako mamia na maelfu wanaoteseka na kufungwa na adui. Baba, ninakushukuru kwa sababu umelituma neno lako asubuhi ya leo liweze kuwaponya watoto wako, liweze kuwaganga mahali walipo, maana wameteseka na wala wasijue wanatokaje. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako huu. Asante kwa jinsi ambavyo Bwana umeiona mioyo yao iliyovunjika. Umeona jinsi ambavyo Bwana wanateseka, wamefungwa, lakini Bwana Yesu umekusudia kuwatangazia uhuru wao. Baba, ninaachilia mikononi mwako watoto wako hawa wa kike na wa kiume wanaoteseka na vifungo vya kila namna, madhabahu na mateso ya kila namna ambayo kuzimu imeachilia na kutengeneza uhalali ndani ya maisha yao. Baba, asubuhi ya leo ninawafunika na kuwatakasa kwa damu yako ya thamani, nikiwatenga mbali na kila maroho na kila madhabahu na vifungo vyote vya ule mwovu shetani. Baba, ninavifuta katika jina la Yesu. Baba, ninavifuta katika jina la Yesu. Kila namna ambavyo adui amewatumia, amewafunga na kuwatengenezea uhalali wa mateka na kuwatengenezea uhalali wa mashimo, na Baba, ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninaiachilia damu yako ya thamani, ile damu inayomwagika msalabani. Baba, na ikanene mema kokote pale walipo, hospitalini na hata majumbani na mahali unakoteseka. Baba, nenda ukawatenganishe na hizo roho na hizo madhabahu na vifungo vya kila namna. Baba, ninakushukuru kwa sababu huu ndio mwanzo tu. Ninaamini tunaianza wiki, ni wiki ya baraka, ni wiki ambayo ni wiki ya mpenyo, ni wiki ya ufungulivu kwa watoto wako waliofungwa na kutengenezea uhalali wa mateso ambayo wanayapitia muda mrefu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ninaona ushindi ndani mwao. Ninaona ushindi katika kila eneo, iwe ni katika uchumi, iwe ni katika kazi, katika huduma, katika mahusiano, hata katika uzao wa matumbo yoyote yaliyotajwa kuwa ni tasa. Baba, ninakushukuru kwa sababu ni mwezi wa 6, mwezi ulioamliwa na wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana unastahili. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru, amen. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana. Karibu sana wiki hii, wiki yetu ya mkesha unaoanza leo Jumatatu na kuendelea mpaka siku ya Ijumaa. Ninaamini hizi wiki mbili zitakuwa sio za kawaida. Kuna jambo Mungu anakwenda kulitenda juu ya maisha yako. Kuna habari Mungu ameiandaa iwe ni habari njema kwako, mtoto wa Mungu. Karibu tukeshe pamoja kuanzia saa 8 kamili za usiku mpaka saa 12 kamili za usiku. Ndugu, naomba nikwambie, mshirikishe na mwingine. Ni wiki ya kufunguliwa. Wewe ambaye ni mateka, wewe ambaye umefungwa na umekuwa katika hiyo hali kwa muda mrefu, nataka tusimame kwenye zamu zetu kama makuhani, kama wafalme. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. Ikiwa ni mara yako ya kwanza na ungependa kushiriki na ama kuwa ni miongoni mwa wale ambao wako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, uwepo kwenye madhabahu
ya WhatsApp, kwenye group lolote la WhatsApp, ushauri ni kwamba kabla ya kuomba, nenda mbele za Mungu, umuombe Mungu. Nenda mbele za Mungu, omba. Haijalishi ni muda gani utaomba, ni wiki, ni mwezi, haijalishi ni mwaka utaomba. Nenda mbele za Mungu, muulize kama hii ni madhabahu ambayo inamtumikia Mungu katika roho na kweli, kama hapa ni mahali sahihi pa wewe kujumuika. Kwa nini nasema hivyo? Ninakushauri hivyo kwa sababu ninakupenda. Usikubali kujiunga kwenye madhabahu hii au madhabahu yoyote bila kumshirikisha Mungu. Usimuulize mtu yoyote, muulize Mungu, je, hapa ni mahali sahihi ama la? Akikwambia hapa ni mahali sahihi, elekeza moyo wako na nafsi yako kujiungamanisha, maana hazina yako itakuwa mahali hapa. Maana ndivyo neno la Mungu linasema, mahali roho yako ilipo ndipo na hazina yako ilipo. Lakini pia kama utaelekeza moyo wako mahali hapa, kwa maana unataka kujiunga, tuma ujumbe mfupi kwa njia ya WhatsApp. Sema naomba kujiunga, tuma kwenye namba 0683095434. Na akikwambia hapa sio mahali sahihi, mpendwa, jifunze kutii. Usilazimishe nafsi yako kukaa mahali ambapo umeambiwa sio, maana hapata kuwa na baraka kabisa katika maisha yako. Haitakuwa ni madhabahu itakayoleta matokeo kwenye maisha yako. Badala yake, nenda kule atakapokuelekeza, tena kwa unyenyekevu. Nenda, elekea huko atakapokuelekeza. Kwa nini? Kwa sababu baraka zako amezielekeza sehemu hiyo alikokuelekeza. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Naitwa Eric Brighton kutoka Dar es Salaam, Tanzania.